Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka wa kupokea taarifa yetu ya habari Afrika leo jioni. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Afrika leo jioni tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na sijahukumiwa kifo lakini nakaa kwa waliohukumiwa kifo, asema Lissu. IDF inawataka watu katika eneo la Tehran kuondoka mara moja. Naibu Inspekta Mkuu wa Polisi Kenya Eliud Lagat ajiondoa kupisha uchunguzi. Rais wa Uganda asaini sheria inayoruhusu mahakama ya kijeshi kuhukumu raia. Hakuna nia kuwadhuru wakazi wa Tehran, asema waziri wa ulinzi wa Israel. Rwanda yasema hakuna mkataba wa amani uliotiwa saini. Familia ya rais wa zamani wa Zambia yasuluhisha mzozo wa mazishi na serikali. Makombora ya Israeli ya kuzuia mashambulio dhidi ya makombora ya Irani juu ya Tel Aviv yalinda Tel Aviv. Shirika la kijasusi la Uingereza la mteua mkuu wa kwanza mwanamke katika historia yake ya miaka 116. Jeshi la Israeli limesema maeneo kadhaa yamepigwa na makombora kule Iran. Naam, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Jeshi la Israeli limetoa onyo la dharura kwa watu mara moja kuondoka eneo la Tehran, mji mkuu wa Iran, ambapo wameambatanisha ramani kwenye maeneo yaliyolengwa katika onyo hilo, akisema watu katika sehemu ya wilaya ya 3 za jiji hilo wanapaswa kuondoka. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa ulinzi wa anga wa mji huo umeanzishwa magharibi mwa Tehran, huku shirika la habari la Fasa linaloshirikiana na IRGC likisema Israeli imelenga kambi ya kijeshi katika eneo hilo. Kwa siku ya 4, Israel na Iran wameendelea kushambuliana kwa makombora mazito jijini Tehran na Tel Aviv. Nini suluhisho la vita hivi? Torosted Anlenga ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambapo anasema na Victor Abuso. Ijumaa taifa la Israeli liliweza kushambulia Iran
na kama ilivyo ada, hakuna nchi ambayo inaweza kushambuliwa na ikasubiri tu, basi itaweza kujibu, na wanapojibu Waisraeli pia wanajibu, na mgogoro huu unaendelea. Basi haya ni mambo ambayo yanaweza kuzungumzwa bila ya watu kutupiana mabomu ambayo yatamaliza wananchi. Marekani haina uwezo kwa sasa wa kuweza kusuluhisha migogoro popote, manake tumeona kwamba wakati mwingi pakiwa na mgogoro mahali, Marekani tayari inachukua msimamo. Basi ukishachukua msimamo, inakuwa vigumu kupatanisha pande mbili. Rais Donald Trump anasema kwamba anatumai Israeli na Iran watakubaliana wenyewe, lakini ameendelea kusema kwamba nchi yake itaendelea kuiunga mkono Israeli. Hii kauli ya Trump inamaanisha nini? Hii kauli inaashiria kwamba pia Trump mwenyewe anaelewa jinsi ambavyo amekuwa akiongoza taifa la Marekani, na ukiangalia hata shida za ndani kwa ndani zilizoko kwa sasa, maandamano yanayoendelea, kufukuza wahamiaji, vitu kama hivyo, na pia yale mazungumzo ambayo yamemshinda kati ya Russia na Urusi na Ukraini, inaonyesha kwamba Marekani anapoteza ule uzito wa kuweza kuingilia katika maswala ya nchi zingine na kuweza kusaidia kutatua. Manake yeye kwake tayari ana matatizo mengi, na pia jinsi alivyoweza kufanya shughuli katika macho ya jamii ya kimataifa inaonyesha kwamba hana uwazi katika matendo yake, na pia yeye huchukua nafasi atakayoisimamia. Nini ambacho unakiona kitatokea katika siku chache zinazokuja? Naona mgogoro huu huenda ukazidi, manake ukiangalia maafa yaliyoshuhudiwa kule Iran, hawajawapoteza watu wa kawaida. Wamepoteza makamanda wa jeshi, wamewapoteza wanasayansi katika vile vituo vya nyuklia, na wamepoteza ofisi ambazo ni za umuhimu kwao, ama majumba ambayo ni ya umuhimu kwao. Basi kwa sasa hivi Iran, na iwapo umekuwa ukifuatilia semi zao na semi za jeshi la Iran katika mitandao yao ya kijamii, ni kama wamefika pale mahali ambapo wanasema liwe liwalo, na ikifika hapo basi inakuwa vigumu, manake vita hivyo huenda vikamwagika kwa mataifa mengine, ama tutazamie kwamba katika siku zijazo tunaweza kupata watu mataifa mengine yakijiunga na vita hivi. Labda taifa lingine likasema mimi niko upande wa Iran, lingine linasema niko upande wa Israeli, na basi inaweza kutatiza hali ya siasa ulimwengu mzima. Asante sana. Anaitwa Torostada Alenga, na ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na mwandishi wa RFI Victor Abuso. Naibu Inspekta Mkuu wa Polisi Eliud Lagat amejiondoa kupisha uchunguzi unaoendelea kwa sababu ya kifo cha Albert Ojwang, mwanablogi aliyekufa mikononi mwa polisi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya leo Juni 16 mwaka huu, Lagat amesema amechukua hatua hiyo kwa nia njema kutokana na jukumu la wajibu alionao kwenye nafasi yake. Lagat aliongeza kuwa majukumu yake yanatekelezwa na naibu wake hadi uchunguzi utakapokamilika. Pia anatoa rambirambi zake kwa familia ya bwana Albert Ojwang kwa kumpoteza mpendo wao. Taarifa hiyo imesema Lagat aliahidi kutoa ushirikiano wakati wa uchunguzi. Kifo cha Albert Ojwang kimesababisha hasira miongoni mwa umma, huku maelfu kadhaa waliokuwa kazini maafisa kadhaa waliokuwa kazini wakati huu wakikamatwa. Uchunguzi huo unaendeshwa na mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amesaini sheria yenye utata inayoruhusu mahakama ya kijeshi kwa hukumu raia chini ya hali zitakazochukuliwa kuwa za kipekee. Wakosoaji wanasema sheria hiyo mpya inakiuka uamuzi wa mahakama ya juu zaidi mapema mwaka huu ambao ilizuia raia kuhukumiwa na jeshi.
Kulingana na sheria hiyo, raia yeyote atakayepatikana na silaha kinyume cha sheria atawasilishwa katika mahakama ya kijeshi. Taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa kijamii wa X na wa bunge la nchi hiyo inasema bunge la nchi hiyo mwezi uliopita ilipitisha mswada wa marekebisho ya jeshi la polisi nchini Uganda UPDF, ukitaka kuidhinisha jeshi kuhukumu raia. Wabunge wa upinzani walipinga kikao hicho katika maandamano, wakisema kuwa hatua hiyo ilikiuka uamuzi wa mahakama ya juu zaidi wa mwezi Januari, ambao ulipiga marufuku kesi za raia kusikilizwa katika mahakama ya kijeshi. Wakati wa kupitishwa kwa mswada huo, kulikuwa na wanajeshi wengi ndani na nje ya bunge hilo. Waziri wa ulinzi wa Israeli ameonya kuwa wakazi wa Tehran watalipia gharama kubwa ya mashambulio ya Iran dhidi ya raia wa Israel. Israel Katz sasa amefafanua alichomaanisha, akaandika kwenye mtandao wake wa X kwamba hakuwa na nia ya kuwadhuru wakazi wa Tehran. Mwenyekiti wa chama cha Chadema taifa nchini Tanzania, Tundu Lissu, ameeleza kwa masikitiko makubwa kuwa licha ya kutohukumiwa kosa lolote hadi sasa, amekuwa akiwekwa katika mazingira kama ya wafungwa wa kifo gerezani, jambo analoliona kuwa ni ukiukwaji wa haki zake za kimsingi. Kizungumza leo Jumatatu Juni 16 mwaka huu mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga katika mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu, Lissu amefichua kuwa tangu Ijumaa Kuu amekuwa akishikiliwa katika special room, chumba maalum ndani ya gereza la Ukonga, sehemu maalum inayohifadhiwa wafungwa walio kwisha hukumiwa kunyongwa. Sasa mheshimiwa alisema sasa mheshimiwa ukiwa death row, maana yake ni nini? Alioji Lissu mbele ya mahakama. Akiendelea kueleza, Lissu amesema kuwa anafuatwa na kuongozwa na askari wawili kila anapotoka kuonana na mawakili au ndugu zake, hali sasa na ile ya wafungwa walioshahukumiwa kunyongwa. Katika hatua nyingine ya kushtua, Lissu ameelezea mahakama kuwa ameomba rasmi kuwaondoa mawakili wake na kuamua kujitetea mwenyewe katika kesi ya uhaini inayomkabili. Hakimu mfawidhi Franco Kiswaga alikubali ombi hilo, akisema mahakama itamruhusu Lissu kujitetea mwenyewe hadi pale atakapowasilisha maombi ya kuwarejesha mawakili wake. Kesi hiyo ya uhaini imeahirishwa hadi Julai mosi mwaka huu, ambapo Lissu anatarajiwa kuendelea na utetezi wake binafsi dhidi ya mashtaka yanayomkabili, ikiwemo pia kesi nyingine ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Rwanda na DRC Congo hazikusaini mkataba wa amani kama ilivyotarajiwa, kama ilivyotangazwa na waziri wa mambo ya nje ya Rwanda Olivier Nduguhogirehe. Mkataba huu ulitarajiwa na Marekani, ulikuwa umeratibiwa na Marekani ili kukomesha mapigano mashariki mwa DRC ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na wengine wengi kuyahama makazi yao. Mwezi Aprili, Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walikubaliana wakati wa mazungumzo ya Washington kuandaa makubaliano ya amani yenye lengo la kumaliza mgogoro wa mashariki mwa DRC, huku utiaji saini huo ukipangwa kufanyika jana Jumapili. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduguhogirehe alichapisha kwenye mtandao wake wa X kuwa hakuna makubaliano ya amani yatakayotiwa saini Jumapili. Waziri huyo amesema mchakato wa mazungumzo bado unaendelea na kwamba utiaji saini utafanyika mara tu makubaliano ya amani yanayofaidi kila upande yatakapofikiwa na pande zote. Nduguhogirehe alionya wale wanaohusika na kuvujisha kwa habari kwamba kwa makusudi kwamba upande mmoja kwa vyombo vya habari, akisema inaweza kuhatarisha mazungumzo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Rwanda kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati, ikishutumu jumuiya hiyo kuegemea upande wa DRC. Baada ya siku ya kutokuwa na uhakika na mazungumzo, mipango ya mazishi ya rais wa zamani wa Zambia imekamilika. Edgar Lungu ambaye aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021 alifariki dunia siku 10 zilizopita nchini Afrika Kusini alikokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa ambao
haujawekwa wazi. Kulingana na familia yake, alikuwa ameacha maagizo kwamba mpinzani wake wa kisiasa na rais wa sasa Hakainde Hichilema hapaswi kufika popote karibu na mwili wake. Lakini msemaji wa familia ya Lungu amethibitisha kuwa makubaliano yameafikiwa na serikali, ambaye aliruhusu Hichilema kusimamia mazishi ya serikali Jumapili ijayo. Mzozo uliozua taharuki miongoni mwa baadhi ya watu nchini Zambia, huku watu wakibaki wakishangaa jinsi ya kumwomboleza kiongozi wao wa zamani. Baada ya mazungumzo ya siku nyingi, familia ya Lungu na serikali wamekubaliana kwamba mwili wa rais huyu wa zamani utasafirishwa hadi mji mkuu wa Zambia, Lusaka, siku ya Jumatano kwa ndege ya kibinafsi ya kukodi. Baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege, mwili utapokelewa na familia na kisha kutakuwa na heshima kamili ya kijeshi. Kisha utasafirishwa hadi kwenye makazi ya Lungu mjini Lusaka, ambako utalala katika jimbo hilo kwa siku 3 kuanzia Alhamisi. Mwili utapelekwa kwenye kituo cha mikutano katika mji mkuu, ambapo umma utatoa heshima zao za mwisho. Mazishi ya kitaifa yatafanyika Jumapili, Juni 22, na maombolezo rasmi yatakamilika siku inayofuata. Rais huyo wa zamani atazikwa Jumatatu ijayo, lakini bado haijabainika iwapo atazikwa katika eneo rasmi la mazishi ya rais au katika makazi yake. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Urusi aidha imesema iko tayari kukabidhi miili mingine 2239 kama sehemu ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa yaliyofikiwa mjini Istanbul. Hii inaifanya kuwa moja ya operesheni kubwa zaidi inayorejeshwa kwa miili tangu uvamizi wa Urusi kuanza mwaka 2022. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rastam Umerov amesema jumla ya miili 657 imekwisha pokelewa hadi sasa, huku Urusi ikisema imekabidhi jumla ya miili 660. Hii ikiwa ni tofauti ndogo ya takwimu ambayo haijafafanuliwa rasmi. Mabadilishano haya ya maiti na wafungwa ndiyo mafanikio pekee yanaonekana kwenye mazungumzo kati ya Kiev na Moscow yaliyofanyika Istanbul. Umoja wa Ulaya unalenga kushirikiana na Marekani kuzuia kuongezeka kwa kasi ya gharama ya nishati kufuatia vita vinavyoendelea kati ya Israel na Iran. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema amefanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump na wako tayari kushirikiana na washirika wengine wenye mtazamo sawa kuhakikisha udhabiti kwenye masoko. Baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, Uganda na Sudan Kusini zimeingizwa katika orodha ya nchi ambazo raia wake wanaweza kuzuiwa kuingia nchini Marekani. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya siri ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyopatikana na gazeti la nchi hiyo The Washington Post. Zuio hilo pia litahusu jumla ya nchi 25 za Afrika. Marekani inadai kuchukua hatua hiyo kutokana na sababu kadhaa, ikiwemo udanganyifu wa taarifa za raia wa nchi hiyo. Nchi hizo ni pamoja na Libya, Chad, Sudan, Somalia, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, ambapo nchi ambazo hazina vikwazo kamili ni Sierra Leone, Togo, Burundi, Angola, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, DRC, Djibouti, Ethiopia ama ukipenda Uhabeshi, Misri, Gabon, Gambia, Ghana, Ivory Coast, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao Tome, Principe, Senegal, Sudan Kusini, Tanzania, Uganda, Zambia na Zimbabwe.
Nchi za Afrika zinazoweza kuwekwa katika orodha ya marufuku ni pamoja na Angola, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, DRC, Djibouti, Ethiopia ukipenda Wabeshi, Misri, Gabon, Gambia, Ghana, Ivory Coast, Liberia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Sao Tome and Principe, Senegal, Sudan Kusini, Tanzania, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Libya, Chad, Sudan, Somalia, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea. Nchi ambazo hazina vikwazo kamili ni Sierra Leone, Togo na Burundi. Huku mashambulio kati ya Iran na Israeli yakiendelea, duniani imepata hofu kuhusu hali ya usafirishaji wa mafuta na bidhaa zitakazokuwa katika bahari ya Arabia. Hii ni kwa sababu iwapo mapigano yataendelea, Iran inaweza kuamua kufunga njia kuu ya bahari inayoitwa Hormuz, ambayo ndiyo inayotumika kupitisha bidhaa mbalimbali ikiwemo mafuta ghafi, gesi na hata makonteina. Yanaweza kuwa na athari kubwa katika uchumi wa dunia. Hofu kubwa ni katika usafirishaji wa mafuta na gesi kupitia njia ya bahari ya Hormuz. Hii ni kwa sababu iwapo mapigano yataendelea kati ya Iran na Israeli, Iran inaweza kuamua kufunga njia muhimu ya bahari inayoitwa Hormuz, ambayo ndio inatumika kupitisha bidhaa mbalimbali ikiwemo mafuta ghafi, gesi na hata makontena ya bidhaa. Bidhaa hizi zinakwenda katika maeneo mbalimbali ya dunia ikiwemo barani Afrika. Hormuz ni njia nyembamba ya bahari na ndiyo njia pekee inayoingia katika Ghuba ya Persia. Inaigawa Iran kwa upande mmoja na Oman na Falme za Kiarabu kwa upande mwingine. Njia hii pia inaunganisha Ghuba ya Persia na Ghuba ya Oman na bahari ya Arabia hadi bahari Hindi. Iko katikati ya Oman na Iran na inatumika kama mfereji muhimu wa kuunganisha wauzaji mafuta ghafi katika Ghuba ya Mashariki ya Kati na masoko ya kimataifa. Takriban mapipa milioni 20 ya mafuta hupita hapa kila siku katika mlango huu wa Hormuz, na hii ni zaidi ya 35% ya biashara ya mafuta ghafi duniani. Upana wake ni kati ya kilomita 55 na 95. Mafuta haya yanasafirishwa hadi bahari ya Hindi kwa usafirishaji zaidi wa baharini. Iwapo Hormuz itafungwa, basi iwapo biashara inaweza kuamua kutumia njia mbadala, lakini itakuwa ni kwa gharama kubwa zaidi, hivyo kuwa na athari ya moja kwa moja kwa watumiaji. Wazalishaji wote wakuu wa mafuta wa Mashariki ya Kati ikiwemo Saudi Arabia, Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na Iraq wanategemea sana njia hii ya Hormuz. Mlango huo wa bahari uliwahi kufungwa kwa muda fulani wakati wa vita wa Iran na Iraq kati ya mwaka 1980 na 1988. Kiasi kikubwa cha shehena kutoka bandari hizi zinapelekwa Dubai, ambayo imekuwa kitovu cha usafirishaji wa mizigo na njia ya mizigo kufikia Ghuba ya Persia, Asia Kusini na Afrika Mashariki. Mvutano wa sasa kati ya Iran na Israel pia inawalazimisha wamiliki wa meli na waendeshaji kuangalia uhusiano wa meli zao na Israeli hata kabla ya safari zao za bahari ya Arabia, Ghuba ya Oman na Ghuba ya Arabia. Hata meli zilizokuwa na uhusiano wa zamani na Israeli huenda zikashambuliwa. Na hivyo, wakati mashambulizi kati ya Israel na Iran yakipamba moto, dunia inaiangalia Hormuz na kutafakari athari ya njia hiyo kufungwa, kwa sababu kukatizika kwa usafirishaji wa mafuta ghafi kutakuwa na athari kubwa sana katika soko la kimataifa, ikichochea mfumuko wa bei za bidhaa na kuyumba kwa uchumi. Mpaka sasa haijafahamika iwapo Iran itaamua kuifunga njia hiyo au la. Ni swala la kusubiri na kuona. Ni swala la kusubiria na kuona, kwa sababu barabara hiyo ama eneo hilo la Hormuz hiyo eneo ambalo na hilo ni rahisi na lishazoeleka kwamba pale ndio basi. Asante sana wote ambao wanatufuatilia. Federico Fazio ambaye na Frederick Kulecho natumai, Charles Luanga, asante sana kuendelea kutufuatilia. Pendeza sana wakati ambapo mnajitolea hivyo kutufuatilia. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen ametoa wito kwa raia kufuata sheria na kujizuia kuwavamia maafisa wa polisi na vituo pamoja na maeneo yaliyohifadhiwa kama vile bunge.
Murkomen amesema hayo alipotangaza mpango wa kufanya mabadiliko katika huduma ya polisi, ikiwemo kuweka kamera za CCTV na kurekodi rekodi ya matokeo kwa njia ya kidijitali, ambapo inakaribia mwaka mmoja sasa tangu raia jijini Nairobi kuvamia bunge katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha. Citizens too must accept that their actions are not beyond reproach. We are extremely concerned by the increasing instances where police officers have come under unwarranted attacks while executing their lawful duties. These challenges must not be ignored, and they point to a broader need to foster mutual understanding, accountability, and respect between the police and the public. In some instances, the nation has watched in disbelief as individuals forcefully entered protected areas such as parliament and police stations, with incidences such as burning police vehicles and destruction of government installations. Equally alarming are cases involving mob justice, acts of banditry, and illegal possession and public display of firearms. Such acts not only threaten national security, but also undermine rule of law. Kauli yake waziri wa mambo ya ndani nchini Kenya Kipchumba Murkomen. Serikali ya Kenya imetoa taarifa ya kujitenga na ripoti kutoka chombo cha habari cha ndani iliyosema kuwa silaha za KDF zimepatikana katika mikono ya RSF nchini Sudan. Msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura amesisitiza kuwa baadhi ya mamlaka ya nje zinachochea mzozo huo na kutatiza jitihada za amani, hivyo kuzidisha mivutano ya kikanda. Itakumbukwa kwamba Rais William Samoei Ruto wa Kenya aliongoza jitihada za amani za IGAD kwa kuwakaribisha wa majenerali wa pinzani na kuahidi msaada wa kibinadamu wa dola milioni 2, hatua itakayodhibitisha uongozi wa Kenya katika diplomasia na utulivu wa kikanda. Waziri wa afya nchini Rwanda Daktari Sabina Nsanzimana ametoa wito kwa kuwepo kwa uwekezaji zaidi katika utafiti wa matibabu barani Afrika. Amesema hayo katika mkutano wa kimataifa wa afya unaofanyika jiji la Kigali, kuwa ingawa bara linabeba 25% la mzigo wa ugonjwa duniani, lakini unachangia 3% tu katika matokeo utafiti wa kimatibabu duniani. Zaidi ya viongozi 1600 wa afya duniani kote kutoka nchi 76 wamekusanyika ili kuangazia utafiti wa mafanikio ya jinsi sayansi, ushahidi wa ushirikiano vinajenga mifumo dhabiti ya afya barani Afrika na kwingineko. Wizara ya usafirishaji na kazi ya Uganda imesema itaanza ukaguzi wa magari ya umma lazima baada ya wiki 2. Hatua hiyo inawadia baada ya serikali kusimamisha mpango wa adhabu wa mfumo wa automatic kufuatia malalamiko ya madereva. Chini ya sheria mpya ya ukaguzi, magari madogo na teksi yatatakiwa kulipa ada ya hadi dola 11, shilingi 1040 za Kitanzania huku za Uganda, huku pikipiki zikitozwa takribani dola 2 kila dereva atapata cheti. Rais William Ruto wa Kenya amewakashifu wale wanaotaka ajiuzulu na kusema hawana maslahi mema kwa taifa la Kenya. Wakosoaji na wapinzani wamekuwa wakitema cheche za kumtaka ang'atuke kwa kile wanachosema ni kushindwa kuongoza taifa hilo. Kwa upande wake, Rais Ruto anasema kama wana tatizo na yeye, basi yuko tayari kukabiliana nao, akisisitiza kuwa wanamkosoa wanafanya hivyo kwa maslahi yao binafsi wala sio kwa raia wa Kenya. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini?
hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana, you have no plan to do anything. Alafu unataka tu kutupigisha story. Ni mtakubali hii story ya hao watu ambao hawana mpango yoyote? Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mkiwaangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Yapo basi unaungana nasi, haujakosea. Unapokea Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili. Ambapo taarifa kuu sija hukumiwa kifo lakini inakaa na waliohukumiwa kifo, asema Lissu. IDF inawataka watu katika eneo la Tehran kuondoka mara moja. Naibu Inspekta Mkuu wa Polisi nchini Kenya Eliud Lagat ajiondoa kupisha uchunguzi. Rais wa Uganda asaini sheria inayoruhusu mahakama ya kijeshi kuhukumu raia. Hakuna nia ya kuwadhuru wakazi wa Tehran, asema waziri wa ulinzi wa Israel. Mpenzi msikizaji, na kuomba simana kitoi kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Moja kwa moja tuangazie wale maneno ambayo umeweza kuiandika. Jafari Ndikurio anasema Netanyahu mwaka ataona tofauti. Njoge kwetu anasema Jafari, Iran mpaka sasa hivi ndio imeshapoteza viongozi wa juu kabisa zaidi ya 20. Kunda Magezi pale Ramazani pale hivi. Sije kupata Kiswahili hiki. Sije kuelewa hapo vizuri. Nzoi saba pale vijeni Claude anasema uchambuzi uko sahihi, ila usisahau kama Marekani ni mfanyabiashara mkubwa wa zana za kivita. Kwa hiyo ukiwa duniani unaona kwamba imetulia bila vita, Marekani imepoteza wateja. Maoni yake ndio isaba pale vijeni Claude. Madi ilibemba pale Virani itaacha vita mpaka Netanyahu afe kama alivyokufa kamanda wao. Safari hii Israel wameanza kujutia alichokifanya mapema sana. Maoni yake haya. Asante sana Franco Kisanga kutokea 2-in-1 Border kule Sibania kuendelea kutufuatilia. Kwingineko ni kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewasili Vienna hii leo
ambapo amepokelewa kwa heshima ya kijeshi na rais wa Australia Alexander Van de Bellen. Baada ya mazungumzo yao, Zelensky anatarajiwa kuzungumza na waandishi wa habari kabla ya kukutana na kansela Christian Stoker, kisha kuendelea na ziara yake nchini Canada. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili usiku, afisa wa ikulu wa White House alieleza kuwa rais wa Marekani Donald Trump atafanya mazungumzo ya ana kwa ana na Zelensky pamoja na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum wakati wa mkutano wa viongozi wa G7 utakaofanyika Kananaskis, ambapo mkutano huo utakuwa unafanyika katika eneo lile la Kananaskis, ambapo wengi wa marais wa kile kikundi chao cha G7 wameelekea kule. Pakistan imefunga mipaka yake yote na Iran kwa muda usiojulikana kutokana na mvutano unaoendelea kati ya Iran na Israel, ambao umehusisha mashambulio ya kijeshi na vitisho zaidi. Kwa mjibu wa maafisa wa mkoa wa Balochistan, huduma za mipakani katika wilaya 5 za Changui, Washuk, Pakjuk, Kesh na Gwadar zimesitishwa, ingawa shughuli za kibiashara bado zinaruhusiwa na raia wa Pakistan walioko Iran wanaruhusiwa kurejea nyumbani. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar amesema kuwa mahujaji 450 wa Kipalestina tayari wameondolewa kutoka Iran, huku wengine wakitarajiwa kuhamishwa kutoka Iran na Iraq, nchi zenye maeneo matakatifu ya Waislamu wa madhehebu ya Shia. Rais wa Uchina Xi Jinping amewasili katika eneo nchini Kazakhstan kushiriki mkutano wa kilele kati ya Uchina na mataifa ya kanda ya Asia ya kati. Xi atafanya mikutano na viongozi wa Kazakhstan kabla ya kufunguliwa rasmi kwa mkutano huo wa kilele kesho Jumanne, na ambao unalenga kutoa ufafanuzi wa pamoja wa makubaliano ya ushirikiano wa baadaye. Rwanda na DRC Congo hazikufanikisha kutiwa saini kwa mkataba wa amani kama iliyotarajiwa, licha ya juhudi zilizoratibiwa na Marekani ili kuimarisha na kumaliza mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe ameeleza kupitia ukurasa wake wa X mkataba huo ulipaswa kuwa matokeo ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa Aprili mwaka huu wakati wa mazungumzo mjini Washington, yakilenga kukomesha mzozo unaosababisha maelfu ya vifo na mamilioni kuyakimbia makazi yao. Kukwama kwa hatua hiyo muhimu kidiplomasia kunaacha mashaka juu ya mustakabali wa amani katika eneo hilo lenye migogoro ya mara kwa mara. Kwenye taarifa zingine ambazo ni za taarifa ambayo inahusiana na watoto, ni kwamba changamoto ya ajira kwa watoto bado ni kubwa. Hadi kufikia mwaka 2025 lengo la kutokomeza ajira kwa watoto halijafanikiwa. Afrika Kusini kwa jangwa la Sahara hali ni mbaya, huku mamlaka ikitakiwa kuchukua hatua zaidi kumaliza tatizo la ajira kwa watoto.
za watoto mwaka 2024 ikiwemo watoto karibu milioni 54 katika kazi hatarishi ambazo huenda zikaathiri afya, usalama au maendeleo yao. Hayo yamo katika ripoti iliyotolewa na shirika la kazi duniani ILO na lile la watoto la UNICEF. Takwimu hizo mpya zinaonyesha kuwa angalau kiwango cha ajira kwa watoto kimepungua kwa watoto milioni 20 tangu mwaka 2020 ikilinganishwa na kati ya mwaka 2026 hadi 2020. Licha ya maendeleo hayo, ulimwengu umeshindwa kufikia lengo lake la kutokomeza kabisa ajira kwa watoto kufikia mwaka huu wa 2025. Ripoti hiyo mwaka 2024 inatilia mkazo kwamba licha ya maendeleo hayo, mamilioni ya watoto bado wananyimwa haki ya kusoma, kucheza na kuwa watoto. Mkurugenzi mtendaji wa ILO, Gilbert Hubo, amesema katika ripoti hiyo kwamba wazazi wenyewe wanapaswa kuungwa mkono na kuwezeshwa kupata kazi za maana ili waweze kuhakikisha kwamba watoto wao wapo madarasani na sio kuuza vitu sokoni au kwenye mashamba ili kuzisaidia familia zao. Kwa mujibu wa takwimu, sekta ya kilimo ndio iliongoza katika kuwatumikisha watoto kwa asilimia karibu 61, ikifuatiwa na sekta ya utoaji wa huduma asilimia 27 kama vile kazi za majumbani na kuuza bidhaa sokoni, huku sekta ya viwanda ikiwemo uchimbaji madini na uzalishaji ikichangia asilimia 13. Kanda za Asia na Pasifiki zilishuhudia punguzo kubwa zaidi la ajira kwa watoto tangu mwaka 2020, huku kiwango cha ajira kwa watoto kikishuka kutoka asilimia 6 hadi asilimia 3. Kanda ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara imebaki kubeba mzigo mkubwa, ikiwa ni zaidi ya theluthi, karibu 2 ya ajira za watoto, sawa na watoto milioni 87. Mtoto huyu mwenye umri wa miaka 12 anasimulia sababu iliyomfanya kutafuta kibarua katika maeneo ya kuchimba migodi huko Sierra Leone. Mtoto huyu anahadithia zaidi kuwa hana furaha pale anapowaona watoto wenzake wakiwa shule, wakati yeye anakosa fursa hiyo. Anaziomba mamlaka zimwokoe atoke machimboni. Jina langu ni Adama Sandi. Nina umri wa miaka 12 na ninafanya kazi kwenye machimbo huko Kenema. Familia yangu haina pesa ya kunipeleka shule, kwa hiyo nawasaidia kufanya kazi ili kutafuta pesa ili wanipeleke shule. Asubuhi nafagia, ninaosha vyombo, nasafisha vyumba na kumfuata baba yangu na mama yangu kwenye machimbo ili kutafuta chochote. Nimekuwa nikifanya kazi kwenye machimbo haya kwa miaka 5 na siendi shule. Tunapovunja mawe watu huja kuyanunua, lakini hatuuzi zaidi ya 50,000 kwa siku, ambazo ni sawa na $2. Pesa haitoshi kunipeleka shule, haitoshi kutupatia chakula, haitoshi kututunza, haitoshi kutununulia nguo. Tunakula mara moja tu kwa siku, na kwa kawaida tunafanya hivyo jioni. Naomba mamlaka wanisaidie ili tuweze kuondoka kwenye machimbo haya na kurudi shule na kujifunza. Mashirika ya UNICEF na ILO yamezitaka serikali duniani kuwekeza katika ulinzi wa kijamii kwa kaya zilizo katika mazingira magumu, kuimarisha mifumo ya ulinzi wa watoto na ufikiaji wa elimu bora kwa wote, hasa katika maeneo ya vijijini na yaliyoathiriwa na migogoro, ili kila mtoto aweze kujifunza, miongoni mwa mapendekezo mengine. Ndiyo hali ambayo inajitokeza hapo watoto wanapopitia changamoto hizo katika eneo hilo, na tunaomba ya kwamba wanaotunga sera na wanaowaongoza wakeze kuchukua wajibu ambao unastahili katika hatua ya kuweza kukomesha madhila kama hayo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa.
Kwenye kipenga cha michezo ni kwamba Arsenal inataka sana kumsajili mshambuliaji wa Sporting wa Uswidi Victor Gyökeres miaka 27 na mshambuliaji wa RB Leipzig wa Slovenia Benjamin Sesko miaka 22, lakini ina uwezo wa kumsajili mshambuliaji mmoja tu msimu huu wa kiangazi. Hata hivyo Arsenal inahisi gharama ya kumsajili Gyökeres iko juu mno, hivyo huenda ikaamua kumsajili Sesko au mshambuliaji wa Aston Villa wa Uingereza Oli Watkins miaka 29. Real Madrid inatumai kumsajili beki wa Liverpool Ibrahim Konate miaka 26, uhamisho wa bila malipo msimu ujao. Mkataba wa Faransa huyo utakamilika hivi karibuni. Mshambuliaji wa Manchester United Rasmus Hojlund miaka 22 ameibuka kama shabaha ya kuu ya klabu ya Serie A ya Inter Milan. Timu hiyo ya Old Trafford imeamua kumasalia mshambuliaji wa Uholanzi Joshua Zirkzee miaka 24. Manchester United ilifanya mawasiliano na wakilishi wa mshambuliaji wa Ufaransa Hugo Ekitike miaka 22 anayechezea Frankfurt weekend hii. Klabu ya EPL ya Chelsea, Aston Villa na Tottenham zinaendelea kumfuatilia winga wa Manchester United Alejandro Garnacho miaka 20 baada ya Argentina huyo kufahamishwa yuko huru kuondoka. Klabu ya Hilal ya Saudia imeboresha ofa yake kwa mshambuliaji wa Napoli na anayenyatiwa na Manchester United Victor Osimhen miaka 26, wakipendekeza mkataba wa mshahara wa thamani ya hadi euro zipatazo 42.6 milioni. AC Milan imeanza mazungumzo na Arsenal kuhusu usajili wa beki wa Ghana na raia wa Ukraine Oleksandr Zinchenko miaka 28. Klabu kadhaa ya ligi za Premier na Serie A zimemuulizia mshambuliaji wa Bayern Leverkusen na Czech Patrick Schick miaka 29. Wakati huo Paris Saint-Germain PSG imeafikia makubaliano ya kibinafsi na beki wa Bournemouth Ilya Zabani miaka 22 na imepiga hatua ada ya klabu hiyo ya Ukraine. Galatasaray na wao imewasilisha ombi la kumsajili mlinda lango wa Barcelona mwenye umri wa miaka 23 Marc-Andre ter Stegen, ambapo wakati huo miamba wa Ureno Porto wanataka kumsajili winga wa Southampton na ukipenda Soton Muingereza Taylor Debling miaka 19.